nikiwa bado naweza, najionea fahari sana. Ni kweli unapokuwa unaongea maneno kama haya ni kama ushamba fulani, kukosa kazi, kutojua cha kufanya, ni kama chizi sio chizi, lakini mimi kama mimi nayaonea fahari maisha ya wokovu, kwa kuwa ni maisha ambayo hajawahi kumwacha mtu kwenye majuto yoyote, hajawahi mwacha mtu awaye yoyote ambaye alishikamana nayo, alitembea katika hayo, alionekana katika hayo. Lakini mwisho yote na kwa naona kwamba watu ambao walishikamana na maisha kama hayo ndio watu ambao mwisho wa siku akaja kusema kwamba tangu nikiwa kijana na mpaka sasa nimesha kuwa mzee, sijawahi ona mwenye haki ameachwa. Sijawahi ona mwenye haki ameacha aliyeambatana na maisha kumcha Mungu, kumpenda Mungu, kumwelekea Mungu, kumwomba Mungu ndiye awe kiongozi wa maisha yake, ambaye mwisho wake ukawa ni mwisho wa aibu ama kaishia pabaya. Ndio watu ambao walikuja kusema maisha kama, na mimi sione haya maisha kama hayo kuyasema, kuiongelea mahali popote ambapo naweza nikawa nipo. Sasa narudi tena kwamba maandiko kwenye kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 12 mstari wa kwanza anasema kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Anasema kabla haijakaribia miaka ama siku ambazo utasema sina furaha katika siku hizo, ambazo utasema sina furaha katika miaka hiyo. Anasema mkumbuke kwa namna gani? Maana yake kwamba anavyosema kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, haina maana kwamba anaongea na vijana peke yao ama na kijana peke yake, lakini anaongea na mtu awaye yote yule aliye katika namna mbalimbali ama katika hali mbalimbali ambazo anaweza kawa nazo. Anasema mkumbuke Mungu. Akasema kabla hazijaja nyakati mbaya, haujaja wakati mbaya ambao ni kama utahitaji msaada wa Mungu. Kwa sababu siku zote watu ama kuna mtu anasema kwamba Mungu ni mtakuja, kwamba fanya chochote, kama ni umalaya fanya sana, lakini mwisho yote utaona kwamba unamhitaji Mungu sana kwenye maisha yako. Ulimhitaji Mungu sana katika kipindi ambacho ulikuwa unakipitia ama ambacho ulikuwa nacho. Hasa anavyosema kwamba mkumbuke Mungu wako, manake kama utamkumbuka, manake yeye anaweza kawa kinga, anaweza kawa nafuu kwenye maisha yako. Lakini kama utamsahau yeye mwenyewe, na yeye mwenyewe kipindi cha shida yako, tatizo lako, atajisahau kama mwenyewe ulivyojisahau wewe mwenyewe. Atajisahau kama vile ambavyo umejisahau wewe mwenyewe, kwa sababu apandacho mtu, anachokifanya mtu ndicho ambacho mwisho yote anachotakiwa kivune. Manake kama alipanda kibaya, alipanda vibaya, automatically matokeo ya kile ambacho amekifanya lazima kiwe dhahiri sana kwenye maisha yake, lazima kiwe dhahiri sana kwenye moyo wake, kwa sababu apandacho mtu ndicho atakacho kivuna, ndicho anachotakiwa kivune. Lakini neno la Mungu linataka kama ni vema kwamba mwanadamu ajue ama tambue kwamba wakati ulionao angeutumia vizuri, kwamba angeutumia kwa namna gani, kwamba uhai tulionao, uzima tulionao ambao Mungu ametupa ni kama zawadi, na huenda kama zawadi hii ambayo tulionayo kama tutaipoteza, huenda tutakuja kuijutia sana. Ndio maana kama nimesema mwanzo kwamba uhai tulionao ama uzima tulionao hatujaulipia kwa gharama zozote zile. Hakuna fedha, hakuna mali ambayo tumeilipia, ambayo Rabi inatupa garantii ya sisi kwa hivi. Lakini pamoja na hayo, Mungu ametuacha hivi si kwa matendo yetu, si kwa maisha yetu, lakini ametuacha kwa rehema zake. Ndio maana kuna watu ambao walipata na mabaya, kuna watu ambao walikufa, kuna watu ambao wanaumwa na hali mbaya vitandani mwao, hawana raha usiku na mchana. Lakini pamoja na hayo, Mungu ametupa mimi na wewe, ametujalia kwa hivi tulivyo. Na ina maana kwamba wale wote ambao walipata na mabaya walikuwa na dhambi sana, walikuwa baya sana kuliko mimi na wewe. Lakini pamoja na hayo, Mungu ametupenda zaidi kwa kutuonyesha, kwa kutuacha hivi tulivyo. Hata kama tuna hali bora, lakini bado ametuacha kwa makusudi yake na pendo lake alionalo juu ya maisha yetu. Okay.
naongea kwa ushuhuda kangu kwa muda mchache ama kwa dakika chache kwamba mimi kabla sijaokolewa, sijaipata neema hii ya wokovu, nilikuwa malaya. Umeona? Niko naweza kusema kwamba ni kama unajisaririsha, unaongea habari za uchafu wako wa nyuma. Mimi siwezi kuonea haya kwa sababu ndo nilivyokuwa. Kwa sababu hakuna kitu ambacho kitaondoa kama sijaishi hayo maisha. Lakini pamoja nao ninachojua ni kwamba Mungu ananisaidia kwa ajili ya wengine. Ananisaidia niwaambie watu wengine kwamba hata wao upo uwezekano wa kutoka kwenye hali mbalimbali, kwenye aina ya mikwamo ambao wanaweza kawa nayo. Mimi kama kabla sijaokolewa nilikuwa malaya. Umeona? Kati ya mwezi wa pili mwaka 2020 na mpaka ule mwezi wa 6 mwaka 2020, kama miezi 4 kama sikosei. Lakini nilivyoendelea nayo maisha, mwisho wa siku nikawa nimechoka sana. Nikawa najiona yani nilikuwa nahamasika sana wakati wa kwenda kufanya umalaya. Lakini kisha rudi najiona kiumbe cha hovyo sana. Yani najiona pumbavu, yani najiona mojawapo ya wanadamu wa hovyo ambao kama ni siku, yani mojawapo ya wanadamu ambao yani kama ni siku wametumia vibaya. Basi ni mimi. Yani namuona kila mtu hasa yule ambaye akinikazia macho yangu, yani nakuwa naona ni kama ananiona, anajua uchafu niliofanya, lakini namkwepa kwa namna yote. Kwa nini? Kwa sababu ya mambo ya aibu niliyokuwa nayafanya. Lakini namshukuru Mungu kwa neema yake, kwa upendo wake, kwa nguvu zake, kwa rehema zake, kwa huruma zake nyingi ambazo alikuwa nazo juu ya maisha yangu. Kuna watu ambao kuna mtu ambaye alikuwa anaongelea mambo kama hayo. Inawezekana kuishi bila kuzini, inawezekana kuishi bila kujichua, inawezekana kuishi bila kufanya umalaya, inawezekana. Namwambia wewe ndugu, inawezekanaje? Anasema hapana, hiyo ndio kazi ya neno la Mungu. Kazi ya neno la Mungu maana yake ni kumsaidia mtu kutoka kwenye aina ya mkwamo alionao, kwenye aina ya tatizo ama mkwamo alionao. Ndio kazi ya neno la Mungu. Na namshukuru Mungu, nilifuata maelekezo yake. Fanya moja mitatu. Jitenge mbali na wanawake na watu wa jinsia tofauti ambao hakuna cha maana ambacho mnazalisha. Hakuna mambo ya faida ya maana ambayo mnazalisha. Hao kaa mbali nao. Wanawake wote ambao ulizini nao, kaa mbali nao kabisa. Akanielekeza vitu vya kawaida, mambo ya kawaida ambao mpaka leo nadhani sasa ni zaidi ya miaka 5, hakuna binti yoyote, hakuna mwanamke yoyote ambaye ananishuhudia kwamba nilifanya uchafu naye tangu niokolewe. Chunguza maisha yangu, iwe kwa siri, iwe kwa wazi. Nifuatilie popote pale kwenye uchochoro wa aina yoyote ile. Waulize ninaokaa nao, ninaishi nao. Ingia kwenye simu yangu ni simu ambayo simu ambazo wanasemaga simu janja. Nina uwezo wa kusheji uchafu wa aina yoyote yule. Lakini ingia sehemu yoyote, ingia upande wa picha, ingia sehemu ya message, ingia kwenye phone book, hauwezi kukuta message zote za utata. Hauwezi kukuta message ama picha za utata. Hauwezi kukuta nafuatilia uchafu fulani. Kwa nini? Maandiko yanasema kwamba aliye ndani ya Kristo ameshakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamesha kuwa mapya. Amezaliwa upya tena. Manake ameacha matendo yake ya dhamani ya mabaya. Ameanza kuonekana katika matendo ya Kristo. Matendo ambayo Kristo alitaka wanadamu wayafanya hayo, wayaishi hayo, watembee katika hayo. Na kuambia mtu yote kuishi bila kufanya umalaya inawezekana. Tupo watu ambao, na tunaposema hivyo ina maana kwamba nasema kwamba viungo havifanyi kazi. Hapana, viungo vinafanya kazi, viko vizuri kabisa, havijafa, viko vizuri kabisa. Viko vizuri kabisa. Lakini kwa neema ya Yesu, kwa neema ya Kristo, tuko hivi tulivyo. Inawezekanaje? Ndio kazi ya neno la Mungu. Maana yake kumsaidia mtu kutoka kwenye aina yoyote ya mkwamo alionao, kwenye aina yoyote ya mkwamo alionao, ama kwenye aina ya changamoto yoyote alionayo iliyosababishwa na makosa yake aliyoyafanya kwa yeye kujua ama kutokujua, kwa yeye kujua madhara yake ama kwa kutokujua. Na kwambia kwamba inawezekana kuishi bila kujichua, inawezekana kuishi bila kufanya umalaya na uchafu mwingine wote ambao tunaofanya na ambao
ambao tunafanya kuishi bila kuzini kwenye mavi, kwa sababu tupo akina brasa, tunapandana si wenyewe kwa wenyewe. Tukaona ni kama tukinyoka na wanawake ni kama napo havitoshi. Ndio hivyo dhambi. Yani kwa kadri ambavyo maisha dhambi unavyozidi kuendekeza, ndivyo ambavyo yataendelea kupoteza sana. Hata kama utajiona ni mjanja sana wakati wa kuyafanya, ila wewe mwenyewe utajiona unapotea sana kwa kadri vile ambavyo utaendelea uko mbele. Inawezekana, natangaza kwamba bado hatuwezi kwa nguvu zetu, hatuwezi kwa uwezo wetu, lakini bado ipo neema ya Mungu itusaidiayo. Upo uwezo, ipo nguvu itusaidiayo, ituwezeshayo, ambao unasema kwamba hata wewe inaweza ikakusaidia, ikakuwezesha ukapona kwenye hali ulizonazo kwenye aina yote ya changamoto, kwa sababu Mungu ni uweza utusaidiao, umsaidiao mtu awaye yote. Okay, nisema maneno mengi, yani nimeshawaambia hayo. Inawezekana sana kwa 100%. Inawezekana, lakini maamuzi yapo mikononi mwako, kwa sababu hata Mungu anawasaidia wale walio na haja. Ndio maana mwenyewe amesema wanaoweza ni kama wahitaji tabibu, ambao wanaona wanaweza. Asema lakini wale ambao hawawezi ndio ambao wanaona umuhimu wa kuwa na tabibu. Kwa hiyo haoni hayo, niishi hapo, tuwe na safari njema. Inawezekana bado katika namna zote Mungu anaweza akamsaidia awaye yote, ila mtaji wako ni moyo wako na utayari wako. Nimesema haya ni yako hivyo, na ndivyo nilivyo, ndivyo nilivyo, na ndivyo ambavyo naishi. Sijafika, lakini natafuta kwa vile ambavyo Kristo na Mungu walitaka niishi. Mungu wa neema, nakushukuru kwa ajili ya neema yako, kwa ajili ya uwezo wako, kwa ajili ya nguvu zako ambazo Mungu kwa hizo unatuwezesha tena na tena. Hatuwezi kwa nguvu zetu, lakini ni kwa neema yako na kwa upendo wako, kwa nguvu zako. Mungu wa neema, nakushukuru kwa ajili ya neema yako iliyonitoa kwenye maisha ya aibu namna ile. Nakushukuru, nitaenda kushukuru nikiwa peke yangu, nikiwa mbele za watu, nitaenda kushukuru. Asante Mungu wa neema, nijalie kuendea hatua nyingine bora ya milele na baraka, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nikombe na kuamini. Amina.